Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka akasema bismillah, kisha akapiga pigo moja na ile sururu likapasuka na kukatoka kama mwangaza ama tete. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa thanau lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala man tabi'ahu wa tarassama khutah faja'ala al-aqidata al-islamiyya asasan li fikratihi wal-ahkam al-shar'iyya bi qiyas al-a'mali wa masdar al-ahkami. Amma ba'd, inshallah tuendelea na darasa yetu, na leo tuko katika Ghazwatul Ahzab. Ghazwatul Ahzab kwa jina lingine inajulikana ni Ghazwatu Khandaq. Mtume sallallahu alayhi wasallam na Waislamu walipokuwa sasa wamekuwa na tafarrugh ya kueneza dini na kurekebisha hali zao, tofauti na hali ya Makka baada ya hijra. Mtume sallallahu alayhi wasallam kumakinika katika mji wa Madina, ikawa Mtume sallallahu anatabikisha Uislamu, na baada ya yale matukio ya kule nyuma, vita vya Uhud na matukio mengine, ikawa sasa alhudu, utulivu umeenea kutokamana na hatua na mipango aliyoichukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, mipango ya hikma. Kwa hiyo baada ya vita vya Bani an-Nadhir hakukuwa tena na muwajaha, hakukuwa tena na mapambano. Ikapita muda takriban mwaka mzima au mwaka na nusu, lakini katika muda huo Mayahudi ambao kwamba Nabii Isa alayhi salam aliwaita ni hayat wa auladi al-afai, haya ni vijoka, vitoto vya manyoka. Mayahudi ni hayat aulad al-afai. Hawa hawakuwa ni wenye kupata utulivu wala hawakupumzika kulingana na hali ya Waislamu katika mji wa Madina. Mayahudi baada ya kupata istiqrar katika maeneo ya Khaybar, wakaanza kupanga njama, muamarat, na wakawa wanataharak nyuma ya pazia mpaka wakaweza kufanikiwa kulileta jeshi aramram kubwa katika makabila ya Waarabu dhidi ya watu wa Madina. Na hii ndiyo hali ya Mayahudi katika zama zote. Wao ni watu wa muamarat, ni watu ambao kwamba wanapanga njama dhidi ya umma zingine na dhidi ya watu wengine, na hasatan Waislamu. Ahlu siyar wasema watu 20 miongoni mwa sada na zuama katika mabwana na viongozi wa Kiyahudi walitoka wakaenda kwa Makuraish, wakiwahimiza na kuwafanyia tahrir waivamie Madina, na wakawaahidi ya kwamba nyinyi mtapata ushindi. Makuraish wakaitikia mwito ule, wakaona ile fursa kule nyuma iliwapita, kwa hivyo waivamie Madina. Kisha wakaenda kwa Ghatafan, kabila la Ghatafan, wakawahimiza wapige Waislamu vita, wakaitikia. Kisha wakaenda kwa makabila mengine tofauti tofauti, wakapata kuitikiwa na kiasi cha makabila fulani. Kisha wakaweka khutwa
munassaka, mpango kabambe uliopangika. Haya makabila na Makureish na wale ambao kwamba wote wamehimiza wafike katika atrafi al-Madina fi zamanin wahid, katika zile pembe ya mji wa Madina wakati mmoja, wote hao wafike. Habari ya mikusanyiko yao na harakati zao zikafika Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawashauri masahaba kuhusu mkusanyiko kama huu wa hili jeshi kubwa ambalo kwamba limekusanyika dhidi ya watu wa Madina. Idadi yao ilikuwa ni kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowashauri masahaba, Salman al-Farisi radhiallahu anhu akatoa rai ya kwamba wachimbe shimo al-Khandaq, ya kwamba sisi katika sehemu za Fursi tunapofanyiwa hisar, tunapofungizwa, nasema khandaqna, tunachimba shimo au khandaq ambapo kwamba itakuwa kati ya maadui na sisi. Hii rai ikafikiwa, na kwa kuwa mji wa Madina umezungukwa na al-Harrat, kuna sehemu ambapo kwamba kuna mawe upande wa mashariki na magharibi na kusini, na sehemu ambapo kwamba wanaweza kuingia ni sehemu ya kaskazini peke yake. Sehemu zingine zote zimezungukwa na al-Harrat. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua hiyo sehemu ambayo kwamba ni ya kaskazini ndio wachimbe khandaq. Akatafuta sehemu ambayo kwamba ni ya dhiki zaidi kati ya mashariki na magharibi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo katikati akawa ni mwenye kuchagua kuchimbe khandaq, shimo. Kwa hivyo ikaanza khandaq kutoka upande wa magharibi, sehemu ya shimal, yani kutoka huku kaskazini, huku ndo kaskazini. Kwa hiyo kuanzia gharbi huyu hivi kuchimbwe, na akaunganisha mpaka asharq, upande wa mashariki, ile sehemu ambayo kwamba ilikuwa ina dhiki. Kwa hivyo wakawakilishwa kila watu 10 wachimbe dhiraa 40, ambayo dhiraa 40 ni takriban mita 18 mpaka 20, takriban mita 18 mpaka 20. Kwa hivyo wakachimba kwenda chini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akashirikiana nao katika kuchimba khandaq, na wakawa wanatoa michanga, na walikuwa wakifanya amali kama hii ya kuchimba khandaq yartajizuna, wakitoa maneno kama mashairi katika kuchimba khandaq. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fanzil sakinatan alaina wa thabbit alaqdama illa qayl, na mengineo. Walmushrikuna qad baghaw alaina idha aradu fitnatan abaina. Ikawa wanasoma maneno haya Mtume sallam na masahaba wakapata shida wakati wa kuchimba, hasatan shida ya baridi na njaa. Mtu alikuwa akiletewa shairi ya kofi moja, kisha katengenezwa na mafuta shairi ile ambapo kwamba yatoa harufu, wakawa wanakula, na ikawa ni ngumu kupita katika koo. Wakamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam njaa wakiwa wanachimba khandaq, na wakamwonyesha Mtume katika matumbo yao wakiwa wamefunga mawe. Kila mtu ameweka jiwe moja moja, kila mtu ameweka jiwe, wamefunga kwa sababu ya njaa.
Mtume sallam akaonyesha na yeye ana mawe mawili kutokana na njaa kwa kwamba ilikuwa wakipitia katika kuchimba Khandaq. Katika uchimbaji wa Khandaq kukatokea baadhi al-ayat, miujiza. Jabir aliona ile njaa ambayo kwamba imewapata masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuweza kusubiri. Kwa hiyo alikuwa na mnyama wake akamchinja, na mke wake akawa ni mwenye kusaga pishi moja la shairi, kisha akamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kisiri akiwa pamoja na nafar, kundi katika masahaba wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama juu ya watu ambao walikuwa wanachimba Khandaq karibu 1000, akawaita wote waende wale chakula kile. Wakahudhuria wote, wakala na wakashiba, na ili hali kile chombo kilikuwa bado, kile kinu ambacho kwamba ilikuwa kinapikiwa bado kilikuwa kinatokota, na ulikuwa bado wanakanda mkate ambao kwamba bado mikate inaendelea kukandwa na kuchomwa, haijaisha. Nilikuwa ni kitu kichache, saa moja, na alikuwa na bahima ambao kwamba alikuwa amemchinja akitengeneza kama ni supu ya nyama na kutengenezwa shairi ile mkate. Kwa hivyo wakiendelea kutengeneza, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitwa yeye na masahaba wake wachache, lakini akawaita wote, wakala wakashiba, na mikate ikabaki, na yule mnyama ikawa nyama bado ikawa zimebaki, na ilikuwa ni kidogo sana kulinganisha na idadi ya watu takriban 1000. Kisha ukhtu Nu'man bin Bashir akaenda na tende kadhaa chache, hifna min at-tamr, yani kidogo katika tende, pelekea babake na mjobake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuzimwaga katika nguo, na akawaita watu wa Khandaq wote, wakala wakashiba, watu wakarudi katika kazi ya kuendelea kuchimba. Watamru yasqutu min atrafi thawbi, na tende zile bado zinaanguka katika pembe ya ile nguo, bado zipo. Wakati wa kuchimba ukawa na jiwe gumu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kushuka, akalipiga na sururu, faadat kaiban ahyal, yani ikawa ni changa, lejiwe likawa ni lenye kuyayuka, likawa ni haliwezi kushikamana tena. Kisha kukawa na sakhra, jiwe lingine kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka akasema bismillah, kisha akapiga pigo moja na ile sururu likapasuka na kukatoka kama mwangaza ama tete. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allahu akbar, u'titu mafatiha ash-shami. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, nimepewa funguo za Sham. Sham sehemu za Syria, Jordan, Lebanon na Palestina, ya kwamba atafungua maeneo haya. Wa inni la anzuru ila qusuriha alhamra as-saa, asema na mimi naangalia yale makasri yake mekundu hivi sasa, na yaona kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanipatia funguo zake. Kisha daraba thania, akapiga pigo la pili, akabashiria bifathi Faris, miji ya Fursi, Iran na sehemu zile za Khurasan na kwingine. Kisha thalitha, akapiga sururu mara tatu katika lile jiwe ambalo lilikuwa ni ngumu, akabashiria kufungua sehemu za Yaman. Lile jiwe likapasuka katikati na wasahaba wakaendelea kuchimba Khandaq. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungukwa na maadui wanakuja kumvamia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko katika hali ngumu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anachimba Khandaq, lakini wakati huo anawabashiria masahaba wake ushindi na ufunguzi wa miji. Na hii ni mafundisho kwetu sisi umma wa Kiislamu
kuishi katika hali kama hii za kubashiria na kueleza kheri. Baadhi husimama katika misikiti ukaona kwamba sisi Waislamu kuisha, hatuna neno, mambo yetu kuisha. Idha qala ar-rajul halaka an-nas, mtu akisema watu wameangamia, fa huwa ahlakuhum, yeye ndio mwenye kuangamia zaidi. Badala ya kubashiria kheri na kuwatia moyo watu na kuwahimiza katika kheri, wengine huwavunja watu moyo. Na katika kisa hiki cha Khandaq na katika tukio la Ahzab utaona tofauti baina ya mu'minin na munafiqin. Munafiqina wao walikuwa wakivunja watu moyo. Makuraish walikuja katika vita vya Khandaq pamoja na waliowafuasi wao takriban watu 1400 wakiwa na farasi 300, ngamia 1000, wakiongozwa na Abu Sufyan akibeba bendera yao Uthman bin Talha ibn Abi Talha al-Abdari. Kwa hivyo hawa wote takriban wakashuka katika kuelekea mji wa Madina. Kisha wakaja Ghatafan na watu wa Najdi waliowafuata wakiwa takriban 6000, yani 1400 ya wale na 6000 takriban 10000 hii. Hili jeshi kubwa lote likaja katika mipaka ya Madina na ikawa ni balaa kubwa na ni lenye kuogopesha sana. Jeshi kubwa, baadhi ya wanahistoria na tarehe wanasema ile jeshi ilikuwa linawazidi idadi wale watu ambao wako ndani ya Madina. Jeshi, wanawake, watoto na watu wote walio ndani ya Madina. Mwenyezi Mungu asema idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliya almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Walipokuja kutoka juu sehemu ya bonde na jangwa na walipokuja kutoka chini, waizaghatil absar, na macho yakawatoka watu kwa ile hofu, wabalaghatil qulubul hanajira, nyoyo zikawa zenye kufika kooni kwa sababu ya hofu, watadhunnuna billahi dhununa, na wale wanafiki wakawa na dhana mbaya juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndipo walipoonjwa wakapewa ibtila waumini, wazulzilu zilzalan shadida, wakatingishwa sana. Lakini Mwenyezi Mungu aliwathubutisha waumini akasema, walamma raa almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima. Waumini walipoona Ahzab, ule mkusanyiko wa makabila waliokuja kwa ajili ya kuangamiza Waislamu na Uislamu katika mji wa Madina, qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, haya ndio Mwenyezi Mungu aliyotuahidi na mtume wake ya kwamba sisi tutaonjwa, tutapata mitihani. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, nasema Mwenyezi Mungu kweli na mtume wake, na haya hayakuwazidishia illa imanan wa taslima, imani na kusalimu amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama wanafiq na wale ambao kwamba fi qulubihim marad, wakasema ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, Mwenyezi Mungu na mtume hawakutuahidi ila urongo. Ikawa hali yao tofauti. Mtume sallam akamwacha Ibn Ummi Maktum kusimamia Madina, na Mtume sallam akaelekea kaskazini, na wanawake na watoto wakaweka katika sehemu za hifadhi, katika ngome na katika majumba ya juu ambayo yanahifadhika. Kisha mtume akatoka na watu 3000. Tumesema jeshi la Ahzab ikiwa Ghatafan na Makuraishi walikuja kutoka upande wa kaskazini, na sehemu ya kusini
magharibi na mashariki ilikuwa ni sehemu ambapo kwamba kuna mawe ambayo ilikuwa hawezi kupitia. Kile kijinjia ambacho walikuwa wapite katika sehemu ya kusini, ndio masahaba wakachimba khandak mbele. Kwa hiyo nyuma wakaacha watu wao na khandak ikawa sasa ndo ngome baina yao na baina ya maadui. Maadui wako mbele, khandak iko katikati, wao wako nyuma, na nyuma yao wameweka wake na watoto huko nyuma. Mushrikuna walipopata kumakinika na sasa kuelekea kuingia mji wa Madina, walipokaribia Waislamu wakashtuka, wakaona khandaq arid, shimo kubwa liko mbele yao linawazuia wao baina yao na Waislamu. Wakashtuka sana, fabuhitu. Abu Sufyan akasema, tilka makidatun ma arafatha al-arab, hii mbinu na hii njama Waarabu hawaijui. Ikawa sasa yaduruna haulahu fi taishin wa ghadab, na farasi wao walikuwa wamekuja jeshi Aramram wakijua watamaliza, na hasira zote ikawa wazunguka sasa kando ya ile khandak na ile shimo, watafuta nukta ya nafasi waweze kupita. Huku Waislamu wamewasubiri, wakiona wanakaribia sehemu ambayo kwamba labda ina mshuko kidogo, wanawarushia nyuta ili wasiweze kukaribia kabisa. Mushrikuna wakalazimika sasa kufanya hisar ala al-Madina, kuifungiza Madina, na ilikuwa hawakuweka mpango huo. Wao walikuwa wajua watafanya nini, wataingia Madina na wataifuta Madina, kama walivyodanganyika Amerika na Israel. Mbinu ambao Mwenyezi Mungu aliwapa Iran ya Hormuz, wao walikuwa wataka kubadilisha labda serikali na kumaliza na nini, lakini hawakuweza kufanikiwa. Kwa hiyo ikhwani fillah, wakaweka hisar juu ya Madina, na umma wa Kiislamu una mautin quwwa nyingi. Mara nyingi sisi huwa tutishwa na quwwa ya maadui wa umma wa Kiislamu, mfano Amerika na Israeli na wengine dhidi ya Waislamu na mfano wake, kwamba wana jeshi, wana silaha, wana nuclear na mfano wake. Lakini kuna mautin quwwa ambao kwamba Waislamu wanazo nyingi, lau wanazitumia basi maadui wale hawawezi wakasonga mbele wala hana hatua ya kuamaliza wao, kama walivyofanya jeshi mushrikina katika kutaka kuimaliza Madina. Kwa hiyo wakafanya hisar, lam yakunu musta'idina lah, walikuwa hawakujiandaa kuweka hisar juu ya Madina, alikuwa haiko katika hisabu zao kabisa hili. Ikawa mchana wanatoka wanataka kuvuka khandak, na Waislamu wanapambana nao na wanawarushia vyembe na mawe. Wakajaribu mara kadhaa mchana mzima wakijaribu, na Waislamu wakawa wanaendelea kujitetea, mpaka siku moja ikawapita Waislamu swala pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallama, hawakuweza kutekeleza illa baada ghurubi shams, mpaka jua lipozama ikawapita swala ya alasiri. Katika baadhi ya riwaya hawakuweza kuiswali, wakawa ni wenye kuiswali baada ya wakati wake umetoka. Katika miongoni mwa masiku walitoka kundi katika majeshi ya mushrikina, wale ambao wana farasi, ikiwa Amru bin Abdi Wuddi na Ikrima ibn Abi Jahli na Dirar ibn al-Khattab na wengineo, wakakusudia sehemu yenye dhiki ndogo katika khandak, wakaivamia na farasi wao
ikawa katika kawanda baina ya Khandaq na baina ya Jabal Saleh. Akatoka Ali ibn Abi Talib na kundi la Waislamu, akawa ni mwenye kuwa baina yao na baina ya sehemu ambayo kwamba waliivamia katika Khandaq. Ikawa ni uso kwa uso baina yao na baina ya kundi hili la mushrikina. Ndio wakati huu huyo bwana mkubwa katika majahili Amru ibn Abdi Wuddi alikuwa ni mtu shujaa na alikuwa anajulikana kwa upiganaji wa vita sana, lakini akakasirishwa na Ali ibn Abi Talib kwa sababu sana Ali alimlingania katika Uislamu. Ndio bwana akakataa. Sayyidina Ali akamlingania katika mubaraza, katika mapambano, na yeye alikuwa ni shujaa, hakutarajia ya kwamba Sayyidina Ali atamuita katika mubaraza. Kwa hivyo akakasirika, akashuka kutoka juu ya farasi wake, wakawa ni wenye kupigana mpaka akawa ni mwenye kuuawa na Sayyidina Ali. Wengine wakashindwa na wakapatwa na hofu mpaka Ikrima akawa ni mwenye kuacha mkuki wake, na Naufal bin Abdullah akaanguka katika Khandaq, Waislamu wakamuua. Na katika mapambano haya walisibiwa idadi chache miongoni mwa kundi yote mawili. Waliuliwa katika mushrikina watu 10 na katika Waislamu wakauawa watu 6. Saad bin Muadh ambao ni katika Ansari akawa ni mwenye kupatwa na mshale ambao uliweza kukata sehemu katika mshipa mkononi mwake, mshipa ule ambao kwamba unapitisha damu. Mshipa ule kama haukupata kuhifadhiwa haraka, basi inakuwa ni sababu ya mtu kufa. Yeye akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambakishe ikiwa kutakuwa na vita na Makureish baada ya vita hivi, au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kumkhitari kwa jeraha kama lile. Akawa ni mwenye kuomba dua kama hii. Mayahudi wa Bani Quraidha walikuwa nyuma huko kusini mwa Madina, na masahaba walikuwa wameacha nyuma wa family zao wakielekea kusini. Mayahudi Bani Quraidha wakawa ni wenye kufanya ghadri na kuvunja mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyo kawaida yao Mayahudi ni kuvunja ahadi. Kila wanapochukua mkataba na kuweka ahadi wao wanauvunja. Hii ndo hali yao Mayahudi. Huyai bin Akhtab ambaye ni sayyid katika Bani Nadhir, wakati vita hivi vinaendelea, alikwenda kwa Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad ni katika mabwana wa Bani Quraidha, akampambia ule uvundifu wa ahadi, ile ghadri, kisha akamghuri, akamdanganya juu ya kuvunja ahadi, na akamwambia kwamba mimi nitakuwa na nyinyi, na hata ikiwa Waislamu watakuja kwenu, mimi nitaingia katika ngome yenu, nitakuwa na nyinyi. Kwa hivyo Kaaba akavunja ahadi, akasimama upande wa Makuraish na mushrikina. Kwa hivyo Mabani Quraidha walikuwa kusini mwa Madina na Waislamu walikuwa kaskazini, na baina ya Bani Quraidha Mayahudi na baina ya wanawake na watoto Waislamu walikuwa hakuna kizuizi chochote. Kwa hivyo ikawa hatari ni kubwa sana hawa Mayahudi ambao wameachwa nyuma walipovunja ahadi. Habari ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Maslama bin Aslam akiwa na watu 200 na Zaid bin Haritha akiwa na watu 300 ili wawalinde wale Waislamu na watoto wao na familia zao kule nyuma. Kisha akamtuma Saad bin Muadh na Saad bin Ubada katika wanaume wa Kiansar wampatie uhakika wa habari. Wakawaona kweli Mayahudi ni akhbath ma yakun,
ma yakunun, waovu wachafu mno katika ile hali yao, kwa sababu waliwatusi Waislamu, wakadhihirisha uadui, wakamtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema man rasulullah, nani wa Mtume Mwenyezi Mungu, la ahda bainana wa baina Muhammad wala aqd, hatuna ahadi, hatuna mkataba wowote sisi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Saad bin Muadh na Saad bin Ubada wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamweleza. Na hawa Mayahudi waliwaambia ya kwamba sisi, yani Bani Quraidha, wanavunja mkataba kama walivyovunja Adli na Qara, wale ashabi Raji' ambao tulieleza walioua katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hofu ikazidi juu ya watu. Kwa hivyo jaukum min fawqikum wa min asfala minkum, huku wamekuja Mayahudi Quraish na Khatafan wakiwavamia Waislamu katika mji wa Madina, wa min asfala minkum, na huku nyuma nao Mayahudi wamevunja ahadi. Wa zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliya almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Huku ndani na wanafiki wakawa ni wenye kusema baadhi yao, kana Muhammadun yaiduna an naakula kunuza Kisra wa Kaisar, Muhammad alikuwa akituahidi tule katika hazina za Kisra na Kaisar, kwamba tafungua miji yao na nini. Wa ahaduna la yamanu ala nafsihi an yadhhaba ila alghait, mtu akitaka kwenda haja chooni kutoka nje hana amani. Na Muhammad alikuwa akituambia ya kwamba atatupatia hazina za Faris, Kisra na Kaisar. Wengine wakasema ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wengine katika taifa miongoni mwa wanafiki wakasema ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, yani hakuna tena nafasi, warudi nyuma. Fariq minhum wakataka kukimbia na kumwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa, wakitoa udhuru kwamba wanarudi katika majumba yao, inna buyutana aura, kwamba nyumba zetu hazina watu wenye kuzilinda na mfano wake. Kwa hiyo habari hizi zilipomfikia Mtume, huku ndani wanafiki wameanza kubadilika. Kule nyuma Mayahudi wamevunja mkataba, na huko mbele Makuraish na makufari jumla wakiwa wanavamia Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikiwa na habari, akawa ni mwenye kutulia, akakaa muda mrefu, kisha akaamka akasema Allahu akbar, na akabashiria Waislamu juu ya fathi na nasra. Kisha akataka kutuma kwa Uyaina bin Hisni ili ampatie sulhu juu ya matunda ya Madina na atoke katika jeshi la Khatafan. Lakini watu masayid wa ansar Saad bin Muadh na Saad bin Ubada wakakataa, wakasema kunna nahnu wa haulai ala shirki, hawa Waarabu wa Khatafan na sisi tulikuwa katika ushirikina sote. Walam yatma'u an yakulu minna thamra, hawakuwa na tamaa wakati tulikuwa katika ushirikina wale hata tende yetu moja. Fahina akramana Allahu bilislam, hivi Mwenyezi Mungu ametupatia Uislamu, wa azzana bika, na akatupatia izza kupitia wewe Mtume Muhammad, nu'tihim amwalana, tuwape mali zetu, wallahi la nu'tihim illa as-sayf, asema hatuwapi isipokuwa panga tu wao. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akakubali rai yao na hakuchukua sulhu ya hawa Uyaina kwa matunda ya Madina. Walillahi fi khalqihi shughul, ikaja dhurufu nyingine tofauti. Inshallah tutamalizia hapa kwamba makundi yote mawili haya ya Mayahudi na Waarabu washirikina
walianza kuhadhiliana na wakageukana na mwisho vita kuisha. Katika dhurufu ngumu kama hizi sahaba amezungukwa, akaja Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i ambaye yeye ni katika kabila la Qatafan, na huyu alikuwa ni rafiki wa Makuraish na Mayahudi. Akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia, inni qad aslamtu, mimi nimesilimu, wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami, watu wangu hawajui kama mimi nimesilimu, basi niamrishe unachotaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wewe ni mtu mmoja, anta rajulun wahid, wa madha asa an taf'al, utafanya nini? Walakin khadhil anna mastata'ta fa inna alharba khud'a, khadhilishe, yani wabadilishe fikra zao na nini namna utakavyoweza, kwa sababu vita ni hada, vita ni hada. Na lao Waislamu wangekuwa wanachukua ibra katika hali hizi, na lao ingekuwa hawa hukama ambao ni umala wengi katika bilad za Kiislamu wangechukua ibra kidogo katika hii sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alharbu khud'a, vita ni hada. Leo angalia Waislamu wanavyohadaiwa kila leo katika bilad za Kiislamu na wanavyofanyiwa vitimbi na maadui wa umma wa Kiislamu. Mayahudi hawa ndio kila leo utasikia watu waeka mikataba nao, wavunjifu wa mikataba. Wameweka mkataba wa kusimamisha vita Gaza. Kutoka siku walivyosema wamesimamisha vita Gaza mpaka leo zaidi ya watu 1000 wameshawaua ndani ya Gaza, na uharibifu wa majumba unaendelea vile vile. Sasa Mayahudi hawa ni wale haisuluhu kwao illa saif. Mayahudi haisuluhu kwao illa upanga tu, kwa sababu ni watu wa kuvunja ahadi siku zote. Sasa khud'a ambayo kwamba ataifanya Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i, alienda kwa Bani Quraidha. Walipomwona wakamkirimu, wakamkaribisha, akaambia, mwajua udi lakum, mapenzi yangu kwenu, wa hasatan baina yangu na baina ya nyinyi, lakini mimi nitawaambia maneno, nifichieni maneno haya. Akaambia sawa. Akaambia, mumeona yaliyotokea kwa Bani Qainuqa na Bani Nadhir, na nyinyi mumewasaidia Makuraish na Ghatafan, wao si kama nyinyi. Nyinyi mko katika mji wenu, falbaladu baladukum, mji wenu, mna mali zenu, mna watoto wenu, mna wake zenu. Nyinyi hamwezi kuondoka mkaenda mji mwingine, lakini wao mji wao na mali zao na wake zao wako mbali. Ghatafan wako mbali, Makuraish wako mbali. Hawa wakipata fursa wataitumia, lakini wakishindwa watakwenda katika miji yao, watawaacha nyinyi na Muhammad alipe kisasi kwenu anavyotaka. Wakaambia, sasa tufanyeje? Akaambia, msipigane nao mpaka wawapatie watu rahani, waeke rahani kwenu. Akaambia, basi umefanya rai, umetoa rai nzuri. Kisha Nuaim akaenda kwa Makuraish, akakaa na vigogo wao, akaambia, mwajua mapenzi yangu na nasaha yangu kwenu? Akaambia ndiyo. Akaambia, basi mimi naambia maneno, ficheni. Akasema sawa. Akaambia, Mayahudi wamejuta kwa kuvunja kwao ahadi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakahofu kwamba wao nyinyi mtarudi na muache peke yao. Kwa hivyo wakamtumia ujumbe Muhammad achukue watu rahani miongoni mwenu na wawapeleke kwa Muhammad, ili Muhammad aweze kuwachukua watu wenu. Kwa hivyo watakuwa wamejipendekeza kwa Muhammad na Muhammad atawaridhia. Kwa hivyo tahadharini, wanataka kuchukua watu wenu wawapeleke kwa Muhammad kama rahani. Kwa hivyo wakiwauliza rahani, msiwape. Kisha akaenda kwa Ghatafan pia akawaambia maneno kama haya. Kwa mpango huu wakatiana shaka na
ikapasuka ile umoja wao. Abu Sufyan akatuma kundi kwa Bani Quraidha, akiambia kesho twendeni vitani. Bani Quraidha akaambia leo ni Jumamosi na kesho ni siku ya Jumamosi, leo ni siku ya Jumamosi, na kilichotusibu ni sisi kuvuka mpaka katika siku ya Jumamosi, kisha sisi hatutapigana na nyinyi mpaka mtupatie rahani, ili la tatrukuna wa tadhhabu, msituache peke yetu mkaenda katika miji yenu. Wa Quraysh waliposikia maneno haya wakasema sadaqakum wallahi na Nuaim. Ghatafan na Quraysh waliposikia maneno haya wakasema kweli Nuaim ambia kweli, hawa Mayahudi hawataki kupigana mpaka tuwape watu rahani. Quraysh wakawatumia ujumbe Mayahudi, wakaambia hatuwapatii rahani hata mtu mmoja, tokeni mwende vitani. Mayahudi nao wakasema wallahi sadaqakum Nuaim. Nuaim ambia kweli. Kwa hivyo wale Mayahudi wakakosa nguvu na Makureishi nao wakakosa nguvu. Ama Waislamu wakawa wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mtume sallallahu akani mwenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu akimwomba Allahumma munzil alkitab sari alhisab ihzim alahzab Allahumma hzimuhum wazalzilhum, akiwaombea dua. Usiku huo Mwenyezi Mungu akawatumia upepo na jeshi katika malaika, wakatingishwa na wakati wa hofu katika nyoyo zao. Ule upepo ukazima vinu vao, upepo ukang'oa mahema yao, wakapigwa na ubaridi mkali usiku ule mpaka hawakuweza kutulia. Wakaanza kujiandaa na safari ya kuondoka katika sehemu za Madina. Kisha Mtume akamtuma Hudhaifa amletee habari za Ghatafan na Makureish. Akaingia baina yao, kisha alipopambaukiwa Waislamu wakaona ukumbi uko wazi upande wa Makureish, laisa fiha da'in wala mujib, hakuna mwenye kuita wala mwenye kuitikia. Mwenyezi Mungu asema waradda Allahu alladhina kafaru bighaydhihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Mwenyezi Mungu akarudisha vitimbi vya wale waliokufuru, wakawarudisha na hasira zao walizokuwa nazo, hawakupata jambo kheri yoyote, hawakufanikiwa katika yale waliokuwa wayataka. Mwenyezi Mungu akawakinga Waislamu waumini na vita, na kana Allahu qawiyan aziza. Kwa hiyo ikawa vita hivi ni mwanzo wa Shawwal mwaka wa 5, na mwisho wa vita hivi ikawa ni mwisho wa mwezi wa Dhulqaada. Kwa hivyo takriban mwezi mmoja ambao ni akbaru muhawala, majaribio makubwa ambao kwamba maadui wa Uislamu walijaribu kuweza kuipiga Madina na kuwamaliza Waislamu na kumaliza Waislamu na Uislamu, lakini Mwenyezi Mungu alirudisha vitimbi vyao na ikawa ni kufeli kwao. Ikawa vikundi vidogo haviwezi kujaribu kushambulia Madina, na Mtume sallam akawa ni wenye kueleza kwamba al'ana naghzuhum wala yaghzuna nahnu nasiru ilayhi, sasa sisi ndo tutawapiga, sisi ndo tutawapiga vita, wao hawatotupiga tena. Nahnu nasiru ilayhim, sisi tutakwenda kwao, wao hawezi kuja kwetu tena. Ikawa hii ndo muhawala, majaribio ya mwisho makubwa kabisa ambao kwamba walijaribu mushrikina, na kwa himizo wamefanyiwa tahrir na Mayahudi, na Mayahudi ndivyo wanavyofanyia tahrir kwa maadui wa Uislamu kila leo. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kwa haya machache na mengi, minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.